kwamba anamkumbusha tu dai kwamba yeye binadamu kama binadamu wengine. Afu inaumiza kwa sababu ukiangalia Mkubwa Fella ni mdau mkubwa sana wa muziki. Anajitoa sana, umeona? Kama Diamond kufika pale ni Mkubwa Fella kwa 90% au 100%. Kwa sababu alikuwa huko kwa Ustaz Juma na Musoma, ukifuata historia yake sijui kwa nani alipofika kwa Mkubwa Fella ndo hadi leo unaona Ochi ya Mondi ipo pale kuwa wa moto zaidi. Hasa kama mwisho wa siku Mondi anamdharau Mkubwa Fella, atakuja kulaanika, ni laana kubwa sana. Inaweza nampa hongera Mbosso, ila kwa wengine inasikitisha sana yani. Inasikitisha yani huruma. Hasa hapa tunaenda wapi? Jamii inaenda wapi? Kama mtu anajitoa kwenye sanaa yako kwa kipaumbele, alafu leo anapata maradhi, unazima simu yake, unashindwa kumhudumia, haufiki kwa msaada wote. Sasa hii manake nini? Manake yani Mondi kajamba kwenye maji. Ushaona? Unajua mtu akijamba kwenye maji? Yaani bonge la boko, yani kajamba kwenye maji. Ushaona? Msanii mkubwa kama vile unavyojamba kwenye maji, yani sijui nisemeje yani kwamba anafeli. In short anafeli. Anafeli Mondi. Kwa sababu mtengeneza haya yote ni yeye mwenyewe. Kama mimi nishamunfollow zamani, sifuatilii muziki wake kabisa. Mimi sisikilize muziki wake. Bora nimsikilize Familia Konde, niweke playlist ya baki niweke playlist Bandika Bandua ya Konde mwanzo mwisho. Hata nikeka nyimbo 100 lakini namsikiliza yeye, lakini yeye siwezi kumsikiliza kwa sababu anajitengenezea mwenyewe mifumo mibovu ya watu kumchukia. Ushaona? Uwezo ukaishi katika jamii, ukaishi wewe maisha yako kama umemaliza. Na yeye binadamu wa kawaida. Hii ni Top Zero TV. Leo tupo na Chorisi Konde. Tupo hapa kwa kujadili masuala yote ambayo yana trend sasa hivi mitandaoni, ikiwemo swala kubwa zaidi, kiongozi mkubwa wa muziki, kiongozi ambaye amewatoa wasanii wengi sana, Mkubwa Fella, ambaye amepatwa na maradhi ambayo wasanii wale alowatoa au aonyeshi kumuunga mkono, ikiwemo Diamond anatajwa sana kwa kuto kupokea simu za Mkubwa Fella wala za mke wake, lakini amemtaja mke wa Fella kwamba Mbosso peke yake ambaye anajitoa na anakumbuka sana uwepo. Siku moja siku mbili sio mpaka umpigie, yeye mwenyewe anapiga. Sasa hapa kwa Diamond Platinum tunajua sehemu ambayo alotoka, Mkubwa Fella anakuwa anamuignore, shindwa kupokea call zake. Nipo na Chorisi kujadiliana na masuala kama hayo. Chorisi, mambo vipi? Kama fresh. Full kabisa. Full mzee. Kwema kabisa. Alhamdulillah tunashukuru. Umewaka. Kawaida mwanangu, unajua mabosi zangu sasa wananiwezesha. Mountain Store, yani popote unaponiona muonekano wangu, Mountain Store kajibika kawakilisha kwa 100% zote, ndio maana unaniona Chorisi brand inazidi kuwa kubwa. Sio kafanya kama tunaoyasikia haya. Amna, ujue hayo yote ukijiona umemaliza katika maisha. Siku zote binadamu amalizi. Uwe binadamu wa chini, umefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ukiwa unalitambua hili, uwezo ukajiona juu, ukajiona bora, sijui ukajiona kushinda mtu yote hapa, umeona? Wakati wewe binadamu wa kawaida kama binadamu wengine. Hata ukiwa unaishi Mbezi, wewe sana raia anaishi Temeke. Kwamba sio kwamba ukiwa unaishi Mbezi ukifa uozi, au ukiwa unaishi Temeke ukifa uozi. Unaweza ukaishi Temeke ukafa ukaenda kuzikwa Mbezi na bado ukifa unaoza. Ushaona? Hii yote katika sisi binadamu kama binadamu wengine. Uwe na maisha ya chini, uwe umefanikiwa. Uwe mzima, uwe mlemavu, uwe una maradhi. Sisi binadamu kama binadamu wengine hutakiwi kumaliza au kujiona bora zaidi. Diamond Platinum anasemwa kwa herufi kubwa kwa kuto kumsaidia Mkubwa Fella. Yani amefanya msaada mara moja, lakini yeye Mkubwa Fella akuchoka kumsaidia zaidi ya mara moja. Yeye kafanya mara moja, sasa hivi wamemtupa. Zinahitajika pesa ambazo zipo ndani ya uwezo wa Diamond. Anashindwa kufanya hivi. Hichi kitu wewe kwako umekionaje na umekitafsiri vipi, na unamwambia nini Diamond?
Inasikitisha kwamba anamkumbusha tu Dai kwamba yeye binadamu kama binadamu wengine, afu inaumiza kwa sababu ukiangalia Mkubwa Fella ni mdau mkubwa sana wa muziki, anajitoa sana, umeona kama Diamond kufika pale ni Mkubwa Fella kwa 90% au 100%, kwa sababu alikuwa huko kwa Ustaz Juma na Musoma, ukifuata historia yake sijui kwa nani alipofika kwa Mkubwa Fella ndo hadi leo unaona Ochi ya Mondi ipo pale kuwa wa moto zaidi. Hasa kama mwisho wa siku Mondi anamdharau Mkubwa Fella, atakuja kulaanika, ni laana kubwa sana. Yaani hii inaweza ikamtafuna mwenyewe asipojua, inaweza ikamtafuna ikaja hata ikamshusha kimaisha, akaja akapata hasara yoyote tu, kwamba anakosea sana Mondi. Ibidi Mkubwa Fella amwangalie, kama amfanye kama Mzee Abduli, afanye kama baba yake, yani ajitoe, kwa sababu Mkubwa Fella amejitoa kwenye sanaa yake kwa kiasi kikubwa sana. Ukiangalia vijana wengi amewafikisha pale. Leo Mbosso anachofanya ni sahihi, kwa sababu Mbosso mimi mwenyewe Mkubwa Fella naendaga kumwangalia, kwa sababu mimi Mkubwa Fella katika vijana ambao alikuwa anatuma, mimi alikuwa ananituma zaidi ya mara. Kanituma sana kwa sababu mimi Mkubwa Fella alikuwa ananituma sana kwenye njia ya mipira. Alikuwa ananiambia Chloe, uko wapi? Nenda sehemu fulani. Tena ananituma kwa Dula Official, nachukua vifaa vya mpira, mipira ile kabisa. Nachukua nampelekea Mkubwa Fella kwake, nafika pale nachukua hela naleta kwa Dula Official, akiniambia achukua na viatu, sijichukua na hiki, napenda kwa sababu Mkubwa Fella vile vitu kwa anaenda kugawa tena mtaani kwenye jamii, kwenye klabu za mpira za nini. Kwa hiyo Mkubwa Fella katika vijana amba sio muziki tu, kwamba nimekupa mfano huo, alikuwa anagusa jamii kwa kiasi kikubwa. Kwenye muziki kila msanii ambaye kapitia ya Moto Bendi, wasanii wa TMK wapi wako wanahusika kwa kiasi hiki, ili waende pale kama kurudisha fadhila kwa Mkubwa Fella, umwangalie mzee watu paka apate nafuu, Mungu anapo amwafu. Lakini kwamba leo anaugua, watu amwendi, Mondi upokee simu. Inasikitisha sana, yani inasikitisha. Ana block sana. Hasa ukiblock simu inaleta picha gani? Wakati ulikuwa unalia kwa Mkubwa Fella, mimi nataka niufikishe muziki kwenye mapo ya dunia, sijui nini. Mkubwa Fella akaja akakwambia kaa hapa, tupite kodi. Akampa kabisa press code, akamwambia bwana, press code hapa hii hapa. Unaona? Unaweza kupita kwenye press code hii. Mondi akasema mimi naweza. Avompa kodi pale akapita. Mondi hadi leo dunia namjua kupitia Mkubwa Fella, akiungana na Salamu SK na watu wengine. Yaani kwamba ana mchango wake Mondi kufika pale, asijisaulishe kwa hili. Kila mtu anajua, jamii yote inajua kwamba hasa Mondi anavyoumwa Mkubwa Fella, afu uende kumwangalia, simu yake unapokea, hadi msanii mmoja tu ndo anajitoa, yani yeye ndo kipaumbele sana. Inasistisha. Mimi nampa hongera Mbosso, ila kwa wengine inasistisha sana, yani inasikitisha, yani huruma. Hasa hapa tunaenda wapi? Jamii inaenda wapi? Kama mtu anajitoa kwenye sanaa yako kwa kipaumbele, afu leo anapata maradhi, unazima simu yake, unashindwa kumhudumia, haufiki kwa msaada wote. Hasa hii manake nini? Manake yani Mondi kajamba kwenye maji. Ushaona? Unajua mtu akijamba kwenye maji? Yani bonge la boko, yani kajamba kwenye maji. Ushaona? Msanii mkubwa kama vile unavyojamba kwenye maji, yani sijui nisemeje, yani kwamba anafeli. In short anafeli. Anafeli Mondi. Unafikiri kwa nini wanamwattack sana Diamond? Kama mwenyewe umethibitisha ni wasanii wengi ambao wamemtoa Mkubwa Fella, amewatoa ikiwemo Diamond mmoja wao na makundi ambao umeyataja. Unafikiri kwa nini Diamond wanamwangalia sana? Kwa nini Diamond anashindwa kutoa msaada zaidi ya mara moja? Unafikiri kwa nini? Ili nirudi kwake, kwa sababu ili Mondi amelisahau. Yeye mwenyewe alishakuja kwenye jamii, kwenye media, alishai kuongea kwa kiasi kikubwa. Anamshukuru Mkubwa Fella kwa sababu Mkubwa Fella yeye ndo amefanya kwa 90% muziki wake ufanikiwe. Malengo yake ya Mondi kwenye muziki ufanikiwe kwa kiasi kikubwa, akiungana na timu yake. Mkubwa Fella ndo amemtoa kule kumleta hapo. Ushaona? Yeye mwenyewe alikuja kwenye jamii, kwenye mitandao, aliongea hivyo. Ndio maana jamii leo inamwataki kwa kiasi kikubwa. Ushaona? Kwamba
alishai kushukuru kwa 100%. Mimi asingekuwa Mkubwa Fella, Salamu SK, sijui na nani, mimi singefika hapa. Muziki wetu usingefika kwenye mapo. Muziki leo Bongo Flava una thamani. Umeona? Muziki leo una hela. Ushaona? Kupitia wadau kama hao. Kwa sababu hasa leo ulipokuja kwenye jamii umeongea, mtu kafanya makubwa kwako, alafu leo unakuja unajisaulisha, inakuwa sio picha mzuri. Ndio maana jamii inamwataki kwa kiasi kikubwa, ndio maana watu wote wamemwataki yeye. Ushaona? Yeye ndo mtu wa kwanza kuja kushukuru kwenye media kwamba Mkubwa Fella anamshukuru sana. Ndio maana jamii imerudi kwake kwa kiasi kikubwa, inamwataki sana. Kwa hiyo Diamond amekuwa anatengeneza shuki yeye mwenyewe, au ni kazi ambazo zinazombana, anashindwa hata kupokea simu na kuwa response kwa jamii ya watu ambao wanamzunguka, ambao watu wanasikiliza muziki wake, ambao watu wanafuatilia maisha yake. Kwa hichi kitu ambacho anakionyesha Diamond, na watu tayari wanajenga chuki fulani, kama mwenyewe ushashuhudia kwamba watu unfollow, tusifuatilie muziki wake. Kwenye masuala kama haya ya kijamii, au kuna sababu nyingine, au yeye mwenyewe anajipelekea kuchukiwa kwenye jamii? Ni yeye mwenyewe, kwa sababu mtengeneza haya yote ni yeye mwenyewe. Kama mimi nishamunfollow zamani, sifuatilii muziki wake kabisa. Mimi sisikilize muziki wake. Bora nimsikilize Familia Konde, niweke playlist ya baki niweke playlist Bandika Bandua ya Konde mwanzo mwisho. Hata nikeka nyimbo 100, lakini namsikiliza yeye. Lakini yeye siwezi kumsikiliza kwa sababu anajitengenezea mwenyewe mifumo mibovu ya watu kumchukia. Ushaona? Uwezo ukaishi katika jamii, ukaishi wewe maisha yako kama umemaliza, na wewe binadamu wa kawaida. Uwezo ukaishi hivyo. Mimi ningesema nisirirespondi uwepo wako leo, kwa sababu kama kila mtu ana majukumu yake katika maisha, na mimi na majukumu mazito. Umeona? Lakini ulivyonipigia simu nimerespondi, kwa sababu mdaumi ibidi niondoke China nikafuate mzigo wa bosi. Lakini nimerespondi. Umeona? Uwepo wako. Kwa hiyo tukisaminiana katika maisha ni kitu kizuri. Ushaona? Lakini tukivimbiana haileti maana. Si wote binadamu. Unavimba, unamvimbia nani sasa? Leo umeumbwa binadamu wa kawaida kabisa, umeumbwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naambia jamii, huyu anatengeneza mwenyewe chuki katika jamii. Umeona? Watu wanamunfollow. Sasa hivi fan base kubwa kapoteza ya mashabiki. Watu wanamwangalia sana Konde, wanamwangalia sana Mbosso. Hata kimataifa hawa ndo wanapeperusha bendera. Konde, Mbosso. Ukichuka chini Mario. Yaani sasa hivi hawa ndo wa moto, uambii kitu. Lakini dai kashajivu, mashabiki washamchoka, ana jipya. Yaani washamchoka, mfuatilii kabisa. Yaani washamchoka, ana jipya. Hata kuja na ngoma ipi umsikiliza kustue. Ana jipya, ndo maana watu wanamsumbua katika game. Sasa hivi amekuwa Mbosso wa moto. Ukimwangalia Konde amekuwa wa moto kabisa. Ukija kwa Mario ndo hawezekani. Dushi navuka mapaka hadi mwenyewe leo inamuuma kabisa. Yaani ngoma inamsumbua hadi anapata stress. Hizo zote stress. Haiwezekani mtu ambaye amekusupport kukufikisha hapo aumwe usiende kumwangalia. Umebanwa na kazi, una kazi gani wewe? Una kazi gani hadi mtu show zimezidi? Show gani mzee? Show unaweza Marekani vipi mzee? Sredioni wapi mzee? Mtu unaacha, mtu yuko hapa nyumbani kwako Tanzania, unaweza ukaenda so mbali. Akiwasha ndinga ndo kafika. Kwa Mkubwa Fella anamwangalia hata masaa mawili, mtu anapata faraja. Yaani hata kama mtu alikuwa anaumwa anaona anapata nguvu, anasema kweli mimi jamii inaniangalia kwa sababu hasa mtu wa Mungu, katika ibada za Kiislamu ambazo tumehusiwa kwenda kumwangalia mgonjwa, kuwatembelea majamaa zako. Zote ibada hizo, uweze ukaswali swala 5, mtu wa karibu yako alokupambania anaumwa, ukashindwa kumwangalia, swala zako hauna kabisa. Yaani tuambiane wazi, tusijidanganye, hauna swala. Jirani yako umpendi, unamletea chuki, anaumwa, uende kumwangalia. Jirani yako kaamkaje hujui, wiki miezi upo busy na show. Hamna kitu. Bwana Collins,